Na kwa tanzia sasa, ambapo mwanamume aliyeng'olewa jino na daktari bandia katika mtaa wa Kawangware ameaga dunia. Amos Isoka aliyekuwa amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta alikofanyiwa upasuaji mara mbili aliaga kwa matatizo yaliyotokana na matibabu aliyopokea awali Kawangware. Ode Francis anatuarifu zaidi. Nje ya hospitali ya Kenyatta, familia ya Amos Isoka imepokea habari za tanzia ya Amos siku 15 baada ya kung'olewa jino visivyo. Imekuwa safari ya dhiki kwa familia hii kutoka Amos alipojipata mikononi mwa daktari bandia aliyemtoa meno bila utaalamu wowote katika hospitali hii ambayo imethibitishwa kutokuwa na leseni wala mhudumu kuwa na leseni ya kutoa huduma za afya. Hapo ndio sasa wametuambia ati ama ametuacha, na mimi sina mtoto mwingine, kila kitu ni Amo, sina kila kitu mimi. Hadi kifo chake, Amos alikuwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta kwa wiki moja alikofanyiwa upasuaji mara mbili. Ndio niliambiwa Amos anafaa fanyiwa operation ya kifua. Daktari alianza kunieleza vile Amos usiku alikuwa. Akaniambia mapigo ya moyo ya Amos usiku ilikuja ikawa worse kupiga, ikakuja ikastop. Vile ili stop, Amos alienda kupampiwa vile unaweza saidiwa kupumua, lakini kwa bahati mbaya ilishindikana. Amos akatuacha saa 5 usiku. Sasa mipangilio ya kumsafirisha Amos nyumbani kwao kijiji cha Kapkoi, kaunti ya Kitale imeanza. Ninaambiwa Amos amekufa na ninaulizwa bill, ni clear bill. Utajua una clear bill, utajua unaenda kuangalia mwili. So serikali yetu ituangalie na itusaidie. Amos aiza hata atafika nyumbani. Sisi tujafeel poa. Kwa sababu huyo jamaa tena mwenyewe alikuja akatongelesha vibaya. Na si kitu tunaomba tu hata ni justice ingefanyika. Juu hata si bana tuna ni si wawili ilikuwa tusaidie tu mama. Safari ya Amos inaishia katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Kenyatta, huku aliyetekeleza unyama huu akiwa angali huru. Asasi za serikali zile za usalama zikishindwa kumkamata siku 14 baadaye. Ode Francis, runinga ya Citizen, katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Kenyatta hapa Nairobi.